Maji kwa kawaida hulinganishwa na uhai kutokana na umuhimu wake kwa maisha ya viumbe hai. Serikali kwa kutambua umuhimu huo, imetekeleza miradi 78 ya maji kwenye maeneo ya vijijini mkoani Mwanza katika kipindi cha miaka 6 iliyopita. Miradi hiyo imetekelezwa kwenye wilaya 5 za Magu, Misungwi, Kwimba, Sengerema pamoja na Ukerewe zinazohudumiwa na Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini RUWASA. Mwaka 2020 upatikanaji wa maji kwa wilaya ya Magu ilikuwa ni 58%, lakini kwa ndani ya kipindi cha miaka 5 sasa hivi upatikanaji wa maji kwa wilaya yetu umefikia 75%, ongezeko la 17%. Jumla ya miradi 13 imetekelezwa na imekamilika, ambapo wananchi wanapata maji karibu wananchi 293,000. Miradi iliyotekelezwa ilikuwa na thamani ya gharama zaidi ya bilioni 18, ambayo iliweza kututoa pale tulipokuwa kwenye 59% na kuja 73% ya wakazi waishio vijijini. Na mpaka leo hii tunavyoongea, katika vile vijiji 64 ambavyo tunavihudumia sisi RUWASA, vijiji 47 tayari vina huduma ya maji safi na salama. RUWASA wakati inaanzishwa na wakati tunaanza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tulikuwa tuko asilimia 51. Lakini baada ya utekelezaji ya miradi mbalimbali sasa hivi tuko asilimia 83.4. Tuko asilimia 83.4, na hiyo imetokana na utekelezaji wa miradi mingi. Kwa hiyo ukiangalia tu gharama za miradi hiyo toka hichi kipindi cha utekelezaji cha kufikia asilimia hiyo 85, tumefikia zaidi ya bilioni 40. Yaani tumepokea fedha kutoka kwa serikali zaidi ya bilioni 40. Kutokana na juhudi za serikali, kuna kazi kubwa imefanyika kutoka asilimia 47 iliyokuwepo hapo awali mpaka sasa hivi tunaripoti asilimia 73.7. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 4 kuelekea 5 ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na mipango ya serikali, tumeweza kupandisha takriban asilimia 26.7 ya upatikanaji wa maji vijijini. Yaani upatikanaji wa maji vijijini ilikuwa ni asilimia 56, ila mpaka mwaka jana Disemba ilikuwa ni tumefikia asilimia 77.3 kutokana na miradi mingine ambayo imeshakamilika. Lengo ni kufikisha asilimia 85 ambayo iko kwenye ilani ya uchaguzi, na kuna miradi ambayo inaendelea, kwa hiyo tunaweza tukakamilisha na tukazidi hiyo lengo la asilimia 85. Kwa hiyo miradi ambayo inaendelea ya Shilima, Shikulo, Nyamilama, Mundi ya Muhurula, Mwankuba, Manawe iliyoanza mipya, Bujingwa, Shilanono, hiyo kikamilika tutafikia hiyo asilimia 85 na zaidi. Miongoni mwa maeneo yaliyofikiwa na huduma ya maji safi ni pamoja na Hungumalwa wilayani Kwimba, Kahangara wilayani Magu, Chifunfu wilayani Sengerema pamoja na Nansole wilayani Ukerewe. Kwa kweli kwa sasa tunashukuru Mungu, tunapata maji karibu, tofauti na zamani. Maana zamani tulikuwa tunabeba ndoo kwenda Mwaroni, kwenda kutafuta visimani mbali, lakini kwa sasa tunayapata kwa karibu. Tunafanya shughuli zetu tukiwa na maji nyumbani. Tunashukuru Mama Samia kwa kutukumbuka na sisi ambao tulikuwa tunahangaika na maji. Pia tunashukuru aendelee kutushika mkono. Kipindi hatujapata maji haya, tulikuwa tunapata changamoto sana. Kwa kweli tunashukuru. Tunapata muda wa kufanya kazi kwa sababu maji tunakuwa tunayapata. Tunaamka hata asubuhi kwenda kwenye kazi nyingine za mikono, hatuanzii maji kufuata maji. Zamani kwa tunaanzia kuchota maji, unaenda kuyatafuta mbali ndio unakuja kwenda shambani. Lakini sasa hivi tunaanzia shambani, maji yanakuwepo. Tulikuwa tunatumia maji lakini sio salama. Tulikuwa tunatoa ziwani lakini hayana dawa. Yana magugu. Tunamshukuru kweli rais wetu. Ametupunguzia ni shida ya umbali, ilikuwa ni mbali sana. Toka ziwani ni mbali sana. Tunashukuru kututoa ndoo kichwani. Yaani sasa hivi ni nafuu sana kuliko zamani. Zamani ilikuwa ni shida. Magonjwa yalikuwa mengi. Kwa kweli zamani maji tulikuwa tunahangaika sana. Wanawake tulikuwa tunateseka, unaamka saa 12 unarudi saa 6 za mchana. Sasa hivi maji tunayapata kwa uzuri. Tunapata karibu,
nachota maji karibu, hatuhangaiki na ndoo sana kutoka mbali. Ninafurahia Mama Samia kwa kunitoa kwenye shida. Nampongeza sana, naendelee tena kutuinua sisi wanawake tunavyohangaika. Meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Mwanza, mhandisi Godfrey Sanga, amesema kuwa idadi ya wakazi waishio vijijini wanaopata huduma ya maji safi na salama imeongezeka kutoka 45% mwaka 2019 hadi kufikia 83.5 Disemba mwaka jana katika kipindi cha miaka 6 iliyopita. Mkoa wa Mwanza ilifanywa RUWASA tulikuwa tunatoa maji vijijini kwa 48%. Akitangia kwanza kwa RUWASA hadi sasa tumefikisha 83%. Hiyo ni takwimu ya Disemba 2024. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 inatutaka maji vijijini tumefikisha 85% ifikapo mwezi Juni 2025. Kwa hiyo unaona sasa mwenendo wetu tumetoka 48, sasa tuna 45 tunaenda 83.5. Azma ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani imeleta matokeo chanya mkoani Mwanza. Kwa kipindi cha miaka 4, watu milioni 2.6 ambao sawa na 83.5 wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa zaidi ya watu milioni 1 wameongezeka kutoka mwaka 2021. Kama mnakumbuka walikuwa kutembea hata barabarani kwenda Shinyanga, vijiani unakuta watu na madumu ya maji pembezoni mwa barabara. Lakini sasa hivi ukitembea huwezi kutana na ile hali kwa sababu tayari tumewapelekea maji safi maeneo wanapoishi na kuwapunguzia umbali mrefu wa kutembea, lakini pia magonjwa. Kuna maeneo ambayo yalikuwa na magonjwa ya tumbo na mlipuko unakaa muda mrefu sana. Lakini kwa sasa hivi kitokea basi kuna sababu nyingine nje ya maji safi. Serikali kupitia RUWASA katika kuimarisha upatikanaji wa maji safi inaendelea na utekelezaji wa miradi 70 mkoani Mwanza, ukiwemo wa Ukara wilayani Ukerewe pamoja na mradi wa Maligisu wilayani Kwimba. Na hiyo miradi 70 itakapokamilika itahudumia watu 480,000 sawa na 4.5%. Sasa tutakuwa tumefika 88% ifika hapo Juni 2025. Hivyo tutakuwa tumetekeleza matakwa ya ilani ya uchaguzi yanayotaka tufike 85%, tutakuwa tumeizidi. Kwa hiyo miradi inayoendelea ipo hatua tofauti. Hivyo mkoa wa Mwanza sasa kwa mafanikio ya RUWASA tumeongeza zaidi ya 40% kwa kipindi cha miaka takriban 5 na zaidi kidogo. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Fedha zilizokuja hadi sasa taingia kwanza kwa RUWASA zaidi ya bilioni 108 ndizo zilizotupeleka hapa tulipofikia kukamilisha miradi 70 na 78 mingine inayoendelea. Mbali na miradi hiyo, serikali pia inatekeleza mpango wa kuchimba visima virefu 5 kwenye kila jimbo nchini. Visima 35 vilivyochimbwa mkoani Mwanza vimeleta ahueni kwa wananchi, wakiwemo wa vijiji vya Mabuki wilayani Misungwi na Chandulu wilayani Magu. Maji yanatoka pale kwenye kisima kwa kutumia pampu ya sola au umeme jua, inakwenda kwenye tenki. Kutoka kwenye tenki yanashuka, wananchi wanachota maji pale. Sisi tumeshajenga minara yote 30, matenki yote 30 na pampu zote 30. Na toleo kwetu sasa ni ya ufitishaji ile ya mwisho. Baadhi ya maeneo tayari maji yanatoka, zaidi ya visima 20 vinatoa maji kwa sasa. Hivyo 10 ndio viko natoa ufungaji, ile vifaa viko site. Kwa hiyo kazi zikikamilika ni moja ya mafanikio ambayo tumeyasema hapo kuhakikisha kila mwananchi amefikiwa na huduma ya maji. Na lengo la visima hivyo 35 ilikuwa ni kufikisha maeneo ambayo hawajawahi kupata huduma ya maji. Ndio maana tukasema sasa tukienda hadi 2025 mwezi wa 6 tutakuwa tumefikia 75, lakini tutakuwa kuna kila kijiji kimeguswa na huduma ya maji. Maji tulikuwa tunafuata mbali na changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia. Ukute kuibeba ndoo kutoka huko kwenye maji kuja kufika nyumbani umechoka kweli. Lakini sasa hivi tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu kwa kutuletea bomba. Tunafurahia kwa kweli. Ametuletea maji karibu. Hatuna changamoto yoyote. Tunashukuru sana tena sana kwa sababu watu walikuwa wanapata changamoto nyingi sana za maji na sasa hivi wanapata maji kwa urahisi. Kwa hiyo namshukuru sana Mama Samia na taasisi nzima ya RUWASA. Nasema asanteni sana.
Maji ya kwa asilimia kubwa yalikuwa na chumvi, lakini kwa kutuletea mradi huu utatusaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji ya kunywa. Lakini pia natumai pengine muda utakavyozidi kwenda watatuletea mradi mwingine mkubwa ambao utakuwa una supply kwa maeneo ya Mabuki nzima, lakini pia utatusaidia na vijiji jirani. Maji tulikuwa tunasumbuka sana, lakini kwa sasa tunashukuru sana tumepata maji. Mama Samia ninamshukuru sana, naendelee kwa kazi aliyonayo, atusaidie. Miaka minne ya uongozi wa Rais Samia imetoa msukumo mkubwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maji vijijini, ambapo kwa Mwanza msukumo huo umeongeza kiwango cha upatikanaji wa maji safi kwa 35%.